Naitwa Mhandisi Hassan Rashid Kalima, mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Chuo cha VETA mkoa wa Mbeya ni chuo cha serikali chini ya mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Ni chuo kinamilikiwa na serikali kwa 100%. Chuo cha VETA mkoa wa Mbeya tulikuwa na programu maalum ya wanawake na Samia, ambapo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alitoa ofa kwa kina mama wote Tanzania waweze kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali katika vyuo vya VETA. Na moja ya vyuo vya VETA ni chuo cha VETA mkoa wa Mbeya, ambapo tulianza kuandikisha kina mama wa mkoa wa Mbeya. Hapa mjini Mbeya tulipata kina mama waliojiandikisha na waliosajiliwa walikuwa 1184. Mafunzo hayo yalianza tarehe 15 mwezi Julai 2025 na alihitimishwa mwezi wa 9 au mwezi Septemba 2025. Mafunzo haya yalichukua kozi za aina mbalimbali kama ufundi batiki, utengenezaji wa sabuni, utengenezaji vitafunwa, upishi, ushonaji nguo, yani ufundi cherehani, lakini ujenzi, ufundi magari, udereva. Kina mama walijifunza mambo yote hayo kwa sababu chuo cha VETA mkoa wa Mbeya kina kozi za muda mfupi za aina nyingi, zaidi ya 40 tunazo katika chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Wamehitimu mpaka kufikia Septemba wamehitimu wanafunzi 1063 kati ya wanafunzi 1184. Na kina mama hao wamefurahi sana kwa sababu walipata ujuzi wa aina mbalimbali, kwa sababu walikuja wakiwa hawajui chochote, lakini walipotoka chuoni walitoka wanajua stadi za aina mbalimbali. Waliweza kutengeneza batiki, waliweza kutengeneza sabuni, na wengine wakatoa zawadi mpaka kwa mgeni rasmi. Walimshonea nguo au gauni la kitenge aina ya batiki. Changamoto ni idadi kubwa ya kina mama waliojiandikisha, kwa sababu hatukutarajia kabisa. Sisi tulitarajia labda wanaweza kafika kina mama 200 au 300, lakini kwa kweli hamasa ilikuwa ni kubwa. Walijitokeza kina mama wengi sana, 1184, na waliohudhuria ni 1063 ambao walifanikiwa kumaliza mafunzo yao na kupata ujuzi wa aina mbalimbali, ambao sasa hivi kwa kweli tulifurahia sana hayo mafunzo. Tunashukuru sana kina mama, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea wadau hao na kutuongezea idadi ya udahili wa wanafunzi katika kozi za muda mfupi. Mimi nawaambia wanawake ambao wako mtaani ambao hawajui cha kufanya waje vyuo vya VETA au waje chuo cha VETA mkoa wa Mbeya ili waweze kupata ujuzi wa aina mbalimbali. Nafasi kama hizi ni chache, zinapatikana kwa muda mchache sana. Mama kwa kweli ametoa nafasi hii, na wanawake nawaomba wanawake wa mji wa Mbeya, jiji la Mbeya, Mbeya vijijini na Mbeya mjini waje chuo cha VETA mkoa wa Mbeya waweze kupata stadi za ufundi wa aina mbalimbali. Kwa jina naitwa Hamida Ramadhani Mbogo, katibu wa wanawake na Samia mkoa wa Mbeya. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sasa ni mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi pamoja na uongozi nilionao wa wanawake na Samia, lakini pia ni mwanafunzi wa mafunzo mafupi ya ujuzi VETA. VETA kule kama kiongozi awamu ya kwanza tulihamasisha watu 1184 ambao ni kina mama walijitokeza kwenda kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali unaotolewa na VETA. Kwa kweli wamesoma, wamemaliza, na jana tarehe 9 ilikuwa ni siku ya kupokea vyeti na kufunga mafunzo yao rasmi. Pamoja na kuwa sio kwamba wamemaliza, bado awamu nyingine wameanza tena, ambao tayari tunavyoongea hivi wamo darasani wanasoma. Mimi niwahamasishe kina mama walioko majumbani kuanzia mkoa wangu huu wa Mbeya na hata mikoa yote Tanzania nzima, kwa sababu Tanzania nzima VETA zipo. Tanzania nzima mama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake makuu kwa wanawake ametoa fursa hii, waende wakajifunze, wapate mafunzo, na mafunzo yenyewe ni ya ujuzi ule ambao utawainua kiuchumi.
kwa sababu VETA wanatoa mafunzo mengi. Nitaelezea machache tu ambayo yanaweza kawa na maslahi sana kwa kina mama. Kuna mafunzo ya mapishi, kuna mafunzo ya udereva, kuna mafunzo ya kompyuta, kushona, ufundi bomba, ufundi magari, mapambo na kaza wa kaza. Sasa hivi vyote utaona mama pengine yupo ambaye alikuwa anaona anaweza, lakini alikuwa anaweza pengine alikuwa anapika keki ambayo haina standard. Hawezi akapika keki ile akapata tenda nyingi za kuweza yeye kumuinua kiuchumi, lakini kupitia mafunzo ya VETA atapata ujuzi ambao utamwezesha kwa kutengeneza keki iliyo bora, iliyopambwa vizuri, atapata tenda nyingi na ataweza kujiinua kiuchumi kuliko na alivyokuwa nyuma. Vivyo hivyo na vitafunwa. Lakini bado kwenye mafunzo ya ushonaji bado ataweza kushona vizuri. Pengine nyumbani alikuwa anashona maskini bila kushona kiustandard, kushona kiutaalamu, lakini kupitia mafunzo ya VETA sasa ataweza kushona mitindo aina mbalimbali tena kiustandard, ambapo itamwezesha kupata tenda nyingi, itamwezesha yeye mwenyewe kujiajiri, lakini itamwezesha kama atakuwa fundi stadi, na sisi tuna imani kwa mafunzo ya VETA ataweza kuajiri hata watu wengine, kwa maana ya kukuza kipato chake, kukuza ofisi yake, lakini pia anaweza akaajiliwa yeye kama yeye kupitia VETA, kwa sababu ukisoma VETA bado unapewa na cheti cha kukuthibitisha kwamba kweli wewe ni mwanafunzi uliyesoma, kweli wewe ni mtaalamu, una ujuzi uliosomea kitaalamu. Kwa hiyo ni moja fursa kubwa sana na faida kubwa sana ya kusoma VETA. Kwa mimi niwahamasisha kina mama waweze kujitokeza. Lakini pia nitoe shukrani zangu nyingi za upendo, za matumaini kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa yale anayowafanyia Watanzania, hasa hususani wanawake. Ametutoa kwenye kubeba maji, ametutoa kwenye kutumia nishati chafu, anaendelea kuhamasisha kina mama waweze kutumia nishati safi. Na sisi wanawake na Samia ametuwezesha kutuunganisha na shirika la STAMICO ambalo limetupa uwakala. Tunaendelea kusambaza, kuhamasisha, kuuza nishati safi, mkaa mbadala, Rafiki Briquettes maarufu.